Pamoja na kuongezeka kwa majanga ya mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa kupita kiasi, mawimbi ya dhoruba na vimbunga sehemu mbalimbali duniani. Jamii nyingi zimeathiriwa na majanga hayo, na watoa huduma za kijamii wanaohudumia majanga hayo wanajikuta wakiwa juu ya maji, kando au karibu kabisa na maji. Kulingana na Shirika la Afya Duniani, inakadiriwa kuwa kuna takriban vifo 236 vinavyotokana na kuzama maji duniani kote kila mwaka. Na idadi hiyo imekadiriwa chini sana, haiendani na uhalisia, ikizingatiwa kwamba kuzama maji ni sababu ya 3 kati ya sababu zinazoongoza kusababisha vifo vya ajali duniani kote. Ingekuwaje kama ungekuwa unaendesha gari wakati mafuriko ya ghafla yalipotokea? Barabara zilifunikwa na maji na uchafu ulianza kuziba mtaa wakati mkondo wa maji ukianza kuongezeka. Au ikiwa ulihitaji kuondoka nyumbani, ofisini au kwenye gari, ungefanya nini? Watu wengi wanaozama wanakuwa na lengo la kutoingia kwenye maji. Haya ni baadhi ya mambo unayoweza kufanya kabla hujaingia ndani ya maji yatakayokusaidia kujiandaa na kupunguza hatari ya usalama wako. Vitu vya kufanya ili kujiandaa na mafuriko yanayotazamiwa kutokea. Sikiliza ishara na tahadhari za awali. Jitayarishe kwa kuwa na mpango wa dharura. Kusanya vifaa vya dharura, ukijumuisha dawa zozote muhimu, maji ya kunywa na kisanduku kidogo cha huduma ya kwanza, ikiwa unahitaji kuokoa aliyezama. Chaji betri za simu ya mkononi na betri nyingine zinazoweza kutumika kuwasha tochi. Beba na betri nyingine za ziada au kifaa cha kuhifadhia umeme. Iwapo kutatokea mafuriko ya ghafla, hama mara moja kwenda kwenye eneo lenye mwinuko. Wakati wa mafuriko, epuka sehemu za chini kama vile mifereji, vyumba vya chini, basement, njia za chini ya barabara, underpass, zinaweza kuwa hatari sana wakati wa mafuriko ya ghafla. Epuka kutembea maeneo yaliyofurika maji, kwa sababu inaweza kuwa changamoto kutambua kina cha maji na kugundua hatari zinazoweza kutokea ndani ya maji yaliyofurika. Hata maji yasiyo na kina kirefu, maji yanayotiririka yanaweza kukubana miguu yako na yakasababisha wewe ukazama. Kama utalazimika kutembea kwenye maji, chagua eneo ambalo maji hayapiti pale panapowezekana. Tumia kijiti au nguzo kuangalia uimara wa ardhi iliyo mbele yako. Epuka kugusa vifaa vya umeme wakati umelowana au umesimama ndani ya maji. Mandhari ya baadhi ya fukwe, mito au mabonde ya mafuriko yanaweza kubadilika haraka, kubadilisha au kuharibu sehemu za kufikia maji, hata kuunda maeneo mapya ya mikondo mikali ya maji au maji hatari yanayotiririka kwa kasi. Ukiwa upo karibu na bahari, kuwa makini na mawimbi ya bahari. Hata ukiwa kando ya pwani, mawimbi makubwa yanaweza kusukuma miguu na kukuvuta baharini. Weka mbali na ukingo wa maji. Ikiwa unasafiri kwa gari, angalia hali ya hewa kabla ya kusafiri na ujue mazingira na eneo lako. Mwambie mtu unaenda wapi na muda gani unatarajia kufika. Kuwa na njia ya kuomba msaada. Usiendeshe maeneo yenye maji ya mafuriko. Kumbuka kanuni hii: geuka, usizame. Elewa kwamba kiwango cha maji kinaweza kuongezeka haraka sana. Kama upo ndani ya gari lako na maji yamelizunguka gari, fungua madirisha yako na paa ya gari, na fungua mkanda wako ikiwa unahitaji kutoka haraka. Ikiwa gari linazama na sio salama tena, fikiria kuogelea kuelekea sehemu salama au kwenda kwenye ardhi yenye miinuko, lakini ikiwa tu unaweza kufanya hivyo. Kuwa mwangalifu na maeneo ambayo maji ya mafuriko yamerudi nyuma kupungua, kwani barabara zinaweza kuwa dhaifu na zinaweza kudidimia kutokana na uzito wa gari. Kwa bahati mbaya, kama ukajikuta kwenye maji tulivu bila kifaa cha kuelea, elea ili uishi. Kama ukianguka kwenye maji baridi, tambumbua mshituko wa ndani wa mwili uliosababishwa na baridi. Athari za awali za maji ya baridi zitatoweka chini ya dakika moja, kwa hivyo usijaribu kuogelea mara moja. Binua kichwa chako kwenda nyuma na sehemu nusu ya masikio yako yakiwa yamezama kidogo, mdomo wako na pua yako vikiwa nje ya maji. Tulia na jaribu kupumua kwa kawaida. Ni sawa ikiwa miguu yako itazama, kwani sote tunaelea kwa namna tofauti. Taratibu panua mikono yako ili ubaki ukielea juu ya maji. Panua mikono yako na miguu kuweka umbo la nyota ili kuongeza uimara. Tulia kisha piga simu kuomba msaada au ogelea kwa usalama ikiwa unaweza kuogelea. Kama ukianguka kwenye maji yanayotiririka kwa kasi, tambua hatari zozote zilizoko chini ya maji na taka zinazoelea ndani ya maji.
Kaa kwenye mkao wa kuogelea kwa kujilinda, defensive swimming, ili kupunguza hatari ya kuumia na kunaswa kwa miguu. Lala chali, miguu yako ikielekea chini ya maji, na inua nyonga zako karibu na uso wa maji. Tumia mikono yako kwa nguvu kuogelea kwa nyuma, backstroke, kupunguza kasi yako. Tafuta maeneo salama ya kutoka kwenye maji. Ukiona eneo salama la kutoka kwenye maji yanayotiririka kwa kasi, tumia mbinu za kuogelea kwa nguvu, aggressive swimming, kufika eneo salama. Bingirisha mwili wako ukiwa kwenye maji na elekeza kichwa chako juu. Tumia mbinu thabiti za kuogelea kwenda mbele, front crawl, kwenye maji kwa kasi zaidi. Mwili wako uelee kulingana na mwelekeo wa maji na ogelea hadi kwenye sehemu salama. Toka kwenye maji haraka iwezekanavyo, na ukiwa unafanya hivyo, zingatia sehemu zinazoteleza na vitu vinavyoweza kusababisha kuanguka. Baada ya mafuriko, rudi nyumbani ikiwa tu mamlaka zimetangaza kuwa ni salama kufanya hivyo. Sikiliza taarifa za habari ili kubaini usalama wa usambazaji wa maji na maeneo ya makazi ya dharura. Epuka maji ya mafuriko, kwani yanaweza kuwa yamechafuliwa na mafuta, gesi au maji taka. Maji yanaweza pia kuwa na umeme kutokana na nyaya za umeme za chini ya ardhi au zilizoanguka. Epuka maji yanayotiririka, kwani hatari hupungua tu pale kiwango cha maji kinaposhuka. Kaa mbali na nyaya za umeme zilizoanguka na uziripoti kwenye kampuni ya umeme. Usiingie kwenye jengo lolote lililozungukwa na maji ya mafuriko. Kumbuka, ukijikuta ndani ya maji na huwezi kuogelea, elea ili uendelee kuishi. Kuwa tayari na sambaza taarifa hii kwa wengine ili tuweze kupunguza hatari ya kuzama maji.